binadamu duniani anatamani. Pengine mtu ambaye kwamba ni hana mke, anatamani pengine apate bibi. Ama mtu ambaye kwamba yuko na bibi, anatamani apate watoto. Mtu ambaye kwamba yuko na watoto, anatamani watoto wake wafaulu vizuri katika masomo yao, atamani afanikiwe katika maisha yake. Hii ni tamaa ya kikawaida. Na hii ni tamaa ya kila binadamu. Na tamaa hii binadamu kama vile huyu hasemi vibaya mtu akiwa na tamani na akiwa na tamaa kama vile. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuambia sisi tunapomaliza kuswali, basi mmoja wetu kila mmoja atoke fantashiru fil ardh, aende akatafute riziki katika ardhi. Tamaa yake yampelekea aende akatafute, hasa yuko nacho kitu ambacho kwamba kitatosheleza. Mmoja katika wanachuoni wa Kiislamu anagawa mali, asema kuna mali ambayo kwamba binadamu akiwa nayo inakuwa ni sababu ya kumtosheleza na mambo yake ya kawaida. Mfano kula, kunywa, kulala, kuweza kulisha watoto wake, mali ya Mungu. Lakini kuna mali nyingine kwa ajili ya kujipendezesha. Una gari moja, utakuwa na gari mbili, nyumba moja utakuwa na nyumba mbili. Nyumba moja pekee ndo anala wewe. Haina haja kuwa na nyumba mbili. Hii ni mali kwa ajili ya kujijamilisha, maana kwa ajili ya kujipendezesha. Lakini kuna mali kwa ajili ya kuenjoy na rafiki zako. Kuna mali unayo chakula wewe, una cha ziada chako wewe, lakini pia unaweza ukashia na wenzio. Hii ni tamaa ya kawaida ambayo kila binadamu yuko nayo. Lakini sisi leo tutazungumza kuhusu tamaa za watu wawili, ambao tamaa hizi ni muhali sana mtu kuzipata. Na hizi si tamaa za watu ambao kwamba wako hai kama vile mimi na wewe sasa hivi tuweza kutamani. Hizi ni tamaa za watu ambao kwamba tayari wamekwisha ondoka kwa hii dunia. Tamaa haiishi duniani tu hai, bali kadhalika hata ukifa mtu anaendelea kuwa na tamaa. Tamaa ya watu ambao kwamba wamekufa ipo katika hali kuu mbili, kutokamana na sifa ya watu kama vile hao. Hali ya mtu wa kwanza ni yule mtu ambaye kwamba atakuwa ni Muislamu, atakuwa ni muumini, atakuwa ni saleh, atakuwa ni mja mwema. Mja mwema kama vile huyu anakuwa na tamaa. Kuna tamaa yake ambayo kwamba anaitamani. Na kadhalika tamaa ya pili ni tamaa ya mtu ambaye kwamba atakuwa si mtu mwema, maana ni mtu mwovu. Ona kadhalika kuna tamaa ambayo kwamba atakuwa yuko nayo. Tamaa ambayo kwamba katika akili yake inamtuma aitekeleze tamaa kama vile hiyo. Sasa Muislamu ukitizama hizi tamaa za hao watu wawili, kisha mwenyewe chagua watamani kukua katika tamaa ya aina gani. Tukianza na mtu mwema. Mtu mwema pale ambapo kwamba atapoondoka katika hii dunia na tamaa yake ikaanza, ametueleza Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba binadamu watakana akafikiwa na hii tamaa akiwa ni Muislamu. Akiwa ni Muislamu pale anapofariki Muislamu. Mtu yoyote Muislamu mwema, Muislamu lakini awe mwema. Inawezekana mtu yuko Muislamu lakini halisali, halifungi, halimtii Allah, halimtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo mtu tamaa hii hataipata. Huyo ataingia katika tamaa ya watu wawili, watu wa pili, makafiri na watu waovu. Lakini mwema hii hali yamfikia pale anapofariki na janaza yake ikaandaliwa, watu wakambeba katika mabega yake. Mtume alayhi salatu wasalam anaeleza ya kwamba binadamu pale anapokufa ama jeneza pale linapoandaliwa na watu, pale watu wanapoandaa jeneza, kisha ile jeneza wakaibeba katika mabega yao. Mtume alayhi salatu wasalam asema huyu mtu ambaye kwamba ambeba kwenye hii jeneza, kama atakuwa ni mwema, akiwa ni mwema mtu kama vile huyu, atawaambia wale watu ambao kwamba wanabeba jeneza yake, anawaambia wale watu ambao kwamba wanabeba jeneza yake, wao msikii, lakini yeye huzungumza, anawaambia jamaa, qaddimuni, hebu fanyeni upesi, fanyeni haraka mimi kunipeleka kaburini.
Fanyeni upesi mimi kunipeleka, nendeni mkanizike mimi. Msijeti na mimi majumbani kwenu. Nataka nende kaburini. Fanyeni upesi. Hii ni tamaa ya binadamu ndio kwamba atakuwa ni mwema. Anatamani watu wake wamzike haraka sana. Na ndio maana katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale mtu anapofariki afaa kisha kwenda kuzika. Kafariki kuna uwepesi wa kuzika, basi watu waende wakamzike. Kwa sababu hasa ana neema yafaa aende akazipate. Na nyinyi mnapokuwa mchelewesha, tizameni sasa. Babako mfariki wasubiria mpaka mtu atoke wapi ndio ule mziki. La, mharakisha haraka. Ule kama mko mtu mwema, saa hiyo ya kwambia mwanangu, fanya upesi unizike mimi, nataka nikale malema yangu kaburini. Na yeye umeketi wasema baba mimi ndani sitaki. Hebu subiri kwanza. Wewe tamani kwenda akapata neema. Sababu sasa hiyo ndo tamaa yake. Yeye aliishi katika hii dunia, alijua nini ataenda kukutana nacho kaburini. Akajiandaa nacho. Akafanya mazingira kama vile haya. Akawa ni mwema, kama anasali, anafunga, anatoa sadaka, anatoa zaka, anawaheshimu wazazi wake, anawaheshimu wakubwa, anawahurumia wadogo, anawasaidia maskini na wajane na mayatima. Sasa hizi ni neema zote anazifanya, ataka aende kaburini akalipwe hali yake. Ndio pale sasa anawaambia watu wake, qaddimuni, fanyeni upesi mimi kunipeleka kaburini. Fanyeni upesi sana, nataka nende kaburini. Sasa hii ni amani ya kwanza. Mtume akatueleza huyu mtu akiwa ni mwema, basi wale watu atakuwa anatamani watu waweze kumharakisha kwa kaburi yake. Anatamani kweli. Sasa hii ni tamaa ambayo ukitizama wewe, je, umeandalia mazingira? Kwa nini huyu binadamu asiwe na tamaa kama vile hii? Kwa nini huyu Muislamu mwema asiwe na tamaa kama vile hii? Ilhali Allah tabaraka wa taala tayari ameshamwambia, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah tabaraka wa taala huyu binadamu mwema akiwa fariki roho yake kutoka, Allah analeta malaika. Wale malaika anamwambia usiogope. Kila mmoja anapenda mali yake na watoto wake. Kama vile jamaa kama tumeeleza, mtu anapenda mali duniani, anapenda watoto. Sasa pale anaona roho yake inapoondoka yaumia. Mimi nitaacha watoto wangu, nitaacha mali yangu. Niko na gari yangu 3, kwa watoto wangu, kwa bibi wawili, ama bibi watatu, ama wale watu wa single wako na kamoja peke yake. Hapo nitamwacha. Malaika wewe wala tena chukua bishara, mambo mema na mazuri, mambo kwamba waahidiwe huko unakoenda kuna mambo mazuri. Wala kufiha ma tashtahi anfusukum, utapata ile mambo ambayo kwamba nafsi yako yatamania, na ile mambo ambayo kwamba wewe uko unataka wayapata. Sasa binadamu akiona hali kama vile hii, ndio hapo sasa najibu mchelewesha, anamwambia jamani, harakisheni mimi huko ninaahidiwa na Mola wangu ya kwamba nina mambo mazuri yananisubiria. Hii ni tamaa ya kwanza ya mtu mwema. Pale anapokuwa ni mwema, yuwatamani apelekwe katika kaburi yake mapema ili akapate neema yake ya kaburi. Na tamaa ya pili ya mtu mwema, mtu anapokuwa Muislamu na mwema, tamaa ya pili baada ya yeye kufa, pale atapowekwa katika kaburi yake, akiwekwa katika kaburi yake akaulizwa maswali yake na akayajibu vizuri, Allah tabaraka wa taala anawaamrisha malaika wake an afrishuhu fil janna wa almisuhu min thiyabil janna. Hebu jamaa, mtanikieni jamvi la peponi
na mpatieni vyakula vya watu wa peponi, mpatieni mashurbati ya watu wa peponi. Akifikia na hali kama vile hiyo, anaona kwamba mimi mafikio yangu ni peponi, tayari mafikio yangu ni peponi. Katika hadithi ambayo tumeanza kuitaja, Mtume alayhi salatu wasallam akaeleza, akiwa ni mwema akawekwa katika kaburi yake, akaonyeshwa yale mambo yake mazuri na ile bishara ya pepo, hapo anasema na anatamani tena tamaa ya pili, anatamani hapo, anasema ya Rabbi aqimi saa, ewe Mola wangu simamisha kiyama, mimi nataka kiyama ikuje haraka, nende zangu peponi, natoka kukaa hapa kaburini, ya Rabbi hebu lete kiyama haraka haraka, watu twende peponi, nataka mkutane na familia yangu na watu wangu na mali yangu. Huyo akiwa ni mwema yupo kaburini, lakini watamani ya kwamba lao kiyama isimame haraka. Haya yote yametokana na nini? Haya yote yametokana na kwamba huyu mtu duniani alijua ameletwa kwa ajili gani? Alijua ya kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hatukuumba majini na watu isipokuwa waje waniabudu. Sasa akamaliza maisha yake na uhai wake kumwabudu Mola wake. Alielewa ya kwamba kwa hii dunia